kwako. Nimemwambia sasa na usikiani. Mbona hakuna mtu ananisikiza? Sasa tunaona sasa hivi nakwambia hivyo na daktari. Tumejaribu kumweleza lakini mtoto akilia wembe unampa. Tumejaribu kumbembeleza kwa muda mrefu amekataa kutusikia. Natamuza akamuuliza kama atarejesha vitu amekataa. Na hiyo sifurahi yangu mtu mzee kama huyu akidhulumiwa. Ndio maana nimefika. Najua ako na document moja peke yake. Document moja peke yake. Ingine kuna mtu amepea. Hello guys, welcome to JEM show. Before you continue guys, ensure you subscribe, you like, you comment and you can also share. So guys, we are here again. Na kwa wale ambao tunaendelea kufuatilia, something happened that documents za engineer zilikuwa kwa mikono ya our brother here. Lakini ataenda kutuambia jina, though previously alikuwa ametuambia jina. So that is where we are here. Na tulikuwa tumewaambia kama familia waende wakae chini, they discuss and then they produce the documents watulete ndo at least mzae apate. But unfortunately Mama Sharon alinipigia simu akiniambia walikaa, yes, but there wasn't a conclusion about what they should do. So that is why we are here. Tuko na daktari na yeye ndio sasa atatupea mwelekeo juu familia ikuelewana, yeye ndiye atatusaidia hapa. So ni aje brother? Poa. Yeah, mimi niko fiti. Yeah. Uko sawa kabisa? Mimi niko poa kabisa. Naona leo umefurahia bwana. Jo nimefurahia juu mzae hapa. Naona leo ni kama vitu zake zinaweza rudi na ni justice zinaweza kuwa imemfanyikia. Hiyo tu ndio reason inafanya na feel fit yani. Okay. So you are happy that mzae apate justice. Apate tu mali yake ya. Okay. Yeah, so mzae mambo. Yes. Uko poa? Leo niko poa. Naona kama Mungu anafanya kazi. Because ara nikilala naota tu vitu zangu. Najua Mungu atafanya maneno. Amen. Daktari, habari? Jambo. Uko poa? Niko salama. Nashukuru Mungu. Nimefika. Najua ukiniita. Najua ni kama hawakuelewana. Ndio maana nika hapa. Bila shaka kila kitu kitakuwa sawa. Asante sana kwa kufika. Ni aje Mama Sharon? Poa sana. Uko poa kabisa? Niko poa. Ni aje Sharon? Niko poa ama? Niko tu. Ni aje bro? Niko fiti. Anajua sijajitambulisha. So kwa majina mimi naitwa Steve. Na nimekuja hapa nataka sijafurahia sana pia vile. But hope sijui venye kutaenda. Mimi niko tu. Yeah, tulikuwa tumewaambia you sit down as a family now that nilisikia wewe ni bwana ya Sharon, and then you give us a conclusion on what to do about the document. But now unfortunately you didn't agree. Now what happened? mimi siku agree kusit tulisit tukaongea. But kulingana venye Mama Sharon alinielezea mimi sijafurahia na chenye aliniambia. So according kitu venye tuliongea wakani explainia kila kitu. Na nikajua hii mali ilikuwa wizi. No mali na belong kwangu saa hizi. Mimi kitu nilisuggest siwezi rudisha documents yoyote. Hizo documents ni zangu. Yeah. So, hivyo ndio nimeamua sirudishi kitu. Yeah. Mali ya wizi. Sasa hii ndo naongelea mali ya wizi. Mali ya wizi. Mali ya wizi Steve. Kuna mali wewe unakatalia, wewe unakataa kurudisha documents. Nimeshakwambia documents ni mimi nilikupatia, si ndio? Ni mimi nilikupatia. Ni mimi nilikupatia. Sasa inasoma jina nani? Inasoma jina yako ndio nilikupatia kama my son. Mimi nilikupatia. Oh, Steve saizi unaniruka. Steve unaniruka. Unaruka mswe. Haya, documents nikuletea. Hebu ngojeni. Hebu naye huko kwa tukipeana documents. Wewe
Hebu tuheshimiane ile documents za wenyewe please. Sileti. Kama urudishe documents inatosha. Wewe kwenda na huko. Mimi kama kuna kitu mtanifanyia. Hii yote ni ina hapa juu yako. Wewe unajiwekea vitu ingekuwa sawa. Na mbona ulinipea pia wewe? Wewe ungejiwekea. Si nilipea na ikiwa mamangu. Ulipea stranger wa nje sasa una amekuwa. Si ni bwana yako. Ile drama hii umetuaibisha. Nimekuaibisha nini? Wewe ndio umeniaibisha. Sawa. Fanyeni chenye mnataka basi. Na tusikize. Mimi nilikwambia imagine usiongee hivyo. Usiongee hivyo. Haya. Na bro, unajua tuko na daktari. Na unajua daktari akiwa hapa by the way, na unajua hatupendi ifikie hapa. Imagine utajaibisha. Mimi nakwambia. Wewe nyamaza niongee. Na sio tena jaribu mimi ndo linitokea. Sasa namwambia chenye nilipitia. Wacha nikwambie ngoja yako ya aibu. Daktari yako hapa. Mimi tunakwambia. Tusikize. Sharon. Naomba kila mtu sasa ama tumwachie daktari. Tutulie. Sasa kama hataki kurudisha. Tumejaribu. Hizo siku zote tumejaribu amekataa kabisa amesema daktari mgani mnaniambia tusikize. Bro. Okay, bro umesema hiyo mali ilikuwa ya wizi. Sasa kama ni ya wizi mbona usirudishe? Mimi kulingana venye niligundua huyu madam ni mwizi. Mimi sasa usinite mwizi. Venye mali ilipatikana. Mimi sio mwizi Sharon, wewe ndio mwizi. Hata mtoto wake mwenyewe anasema ni mwizi. Acha tusikize. Mimi wewe ndio uniletea documents. Mtoto wake mwenyewe amekubali. Mbona ananiita mwizi? Mimi sio mwizi. But sasa iko hivi, mali iko kwangu, iko kwa jina yangu. Wapi? Na kulingana venye nilisikia story, mimi sirudishi documents. Sasa tusikize. Ni hivyo. Mama Sharon and Steve. Hebu tunyamaze. So Baba Willy. I'm not Baba Willy. Oh, Paul. You're George. Engineer. Direct a lot of work. Usiniite Baba Willy. Mimi sina mtoto. Oh, pole. Yes. So venye tuliwatuma umesikia chenye wamesema. Na tulikuwa tumeelewana tuite daktari ndio maneno ikuwe haraka ndio urudi kazi. So daktari. So naomba Sharon na Steve please. Hii story yote yenye iko hapa mungemalizia nyumbani. Before mkuja hapa. Nilikuwa nasema, unaona? Mnakuja hapa na kiburi na mali si yako, mali si yako, mali si yako, mali si yangu, mali ni yako. Wewe na ulikuwa unapeana ya nini pia wewe? Wewe ndio umeleta hizi shida zote ujue. Wewe ndio ulikuwa unapeana hizo documents kwa Sharon. Wewe ndio umeleta hicho ni yote hapa. Alafu unaongea hapa. Naomba tupate mwelekeo. Sharon. Nataka niwekwe. Umesema daktari ataniweka aibu. Imagine hata kiburi rudisha tu documents vizuri. Mimi nilikupatia. Nirudishie mwenyewe documents zake. Ni sawa mama Sharon tunyamazie hapo. Daktari. Nilikwambia kijana ni wewe. Siri yako. Sawa. Bibi ya mtu bana alafu. Kwani wewe ni mzee? Ni sawa. Wewe siri kaya huyu. Willy. Mimi siri yako. Wewe ni mzee. Mimi ukinianga mimi si mzee na mimi si kijana. Lazima heshimu mali yenye mzee yako. Ongea. Sawa, wacha tuheshimu daktari. Sawa basi. Mzee pia. Ni sawa. Sawa. Unajua sasa unakumbuka nilikokuambia walirudisha pesa. Sasa ile mambo yanafuata ni kuangalia zile stakabadhi, si ndio? Sasa na Mama Sharon alikuwa amesema mtu mwenye ako na hizo stakabadhi. Sasa Steve habari. Steve daktari anakusalimia. Niko poa daktari. Nimesikia ukisema hapa zile stakabadhi zilikuwa za uongo, za wizi. Na juu zimeandikwa kwa majina yako, hasa ni zako. Una uhakika hizo vitu ni zako? Una uhakika hizo vitu ni zako? Ni zangu. Sijina inasoma hapo ni zangu. Ni zangu. Unajisikiaje ukichukua vitu zenye si zako na unasema ni zako? Unaona ile siku walipoenda kukaa chini wajadili arudishe zile stakabadhi, walikosana maana unajua Mama Sharon na Sharon walikuwa wanamchezea, maana hawakuwa wanamwambia ukweli. Hata suliona ile siku kumbe Steve wako anajua kama Sharon alikuwa anakaa na Willy, unaona. Sasa walipokutana wakimwambia arejeshe zile stakabadhi, hapo ndo walikosana. Ndio maana akasema si arejeshe, maana
maana walikuwa wanamkulia kwa mgongo. Hawakuwa wanamwambia ukweli. Sasa na huyu mama maana hakuwa na kijana. Kuna sababu pia ndo akamwambia abadilishe zile stakabadhi majina ziko kwa jina yake. Unaona? Sasa kwa vile hakukuwa na makubaliano, kijana Steve amekatalia zile vitu. Na kwanza najua ako na document moja peke yake. Document moja peke yake. Ingine kuna mtu amepea. Ngoja mama Sharon please. Tutulie. Okay, bro, Steve, ni ukweli venye daktari anasema uko na document moja? Niko na moja. Jesus. Wapi? Hiyo nyingine iko? Mimi niko na moja. Mimi sitaki kushinda nikisumbuliwa. Na nilisema sileti document yoyote kwanza. Uliuza shamba yako? Usitake kujua mali nyingine iko. Ngoja babe. Uliuza. Kama agano na mtu mahali ni mtu kama wa familia yake. Naweza sema mtu wa familia yake. Atakapokuja mtakuja kushangaa. Ni mtu wa karibu sana. Hata niko sure Sharon na mama Sharon wenyewe watashtuka. Maana sile kitu wanaamini ni iko hivyo. Unaona? Sasa ako na document moja peke yake. Sasa Steve, tunakuuliza ile title deed yenye uko nayo, utarejesha mwenyewe ama ni yako? Ni yangu. Na sirudishi. Simple. Sasa Steve, nikuulize wewe mwenyewe, umesema hii document hizo title deeds ama hiyo land yenye walikupea ukachange majina, umesema ni ya wizi, mbona usirudishe? Mimi kulingana venye hata hao walifanya wenyewe, na ishafika kwangu na venye wananiongelesha. Juu kwanza huyu mama ananiongelesha na madharau sana. Ananiongelesha vibaya sana. Mimi namwambia rudishe. Nikwambia urudishe documents. Ni mimi nilikuita Steve na nikukupatia. Ulinipatia. Si ulinipatia. Na tukabadilisha na wewe. Na nakwambia urudishe, turudishie mwenyewe. Wewe na yeye unaongea na bwana yako wakati ulikuwa unanipatia documents. Mbona hukumuongelesha? Sawa. Unajua unajifanya unagombana. Ni kama huyu mama bado ni mzuri. Unaona zile mang'ombe na kisiagi yenye mzee anasema haiko kwa boma. Ng'ombe zilikuwa zimewekwa kwa plot fulani. Willy alikuwa amenunuliwa na mzee. Mama akajenga kanyumba hako, akapeleka huko hizo ng'ombe. Kuna shamba boy alikuwa anazichunga. Na huyo shamba boy, huyu mama ndali anamjua. Sasa walipiga deal na huyo shamba boy. Hizo ng'ombe sasa haziko. Unaona? Sasa yeye anajifanya sasa ni mzuri. Na ng'ombe ashauza na kisiagi pia ashauza. Unaona? Na alafu unajua sasa hatujakuja kuongelea hizo. Tumekuja kwa ajili ya ile karatasi title deed ambayo yenye huyu Steve ako naye. Sasa tunaanza na hiyo kwanza. Maana tunafanya, si unaelewa mimi kazi yangu nafanya kwa hatua moja baada ya nyingine. Siwezi harakisha kazi yangu, ni haribu kazi. Sasa tunakuuliza Steve, kwa mara ya mwisho ile document unarejesha ama urejeshi? Unajua sitaki tufike mahali ambapo sitaki ukuje kuumia bure. So Steve, daktari anauliza kwa mara ya mwisho kama uko ready kurudisha kwanza hiyo title deed yenye uko nayo kwanza, yenye iko kwa mikono yako, ndio tufuatilie hiyo nyingine. Utakubali kurudisha? Sioni kama niko ready. Akili yangu hata si yuko ready, imagine. Kenye happen acha tu happen. Juu sasa mali nimefika, hata mimi nimechoka. Umechoka na nini? Umechoka na kubeba vitu za wenyewe. Rudisha vitu za wenyewe uende ukapumzike kwenye. Ulikuwa nikipewa hizo vitu. Sitaki kujua masiku zile deal muifanya mimi. Sharon, wewe uko unajua kama Steve tumo kwingine. Pengine wapi? Ilikuwa ni bwana yako. Ni bwanangu uliniambia. Yeye alikuwa anachukua kwenye ulinipeleka. Lakini kwanza nyinyi. Wewe wacha na hiyo story. Sasa hivi tunaongelelea document. Je, ndio maana nimekupigia. Steve amekataa kabisa na akasema harudishi documents. Hizo siku zote nimekuwa nikibembeleza Steve. Steve, rudisha, nipatie document nirudishie mzae. Ataki. So mimi nimengangana na yeye amenishinda. Ndio maana nimesema tu wacha leo nikutafute nikupigie nikwambie amekataa. Uite daktari. Akikataa mbele ya daktari.
Haya, anajua. Mimi nimeshamwambia asitake daktari akwe hapa ama amshughulikie. Lakini unanitia daktari. Daktari anidunge shindano ama anifanyie nini? Kuna mali nimeumia mimi. Okay. Mimi nakaa mwenda wazimu mnanitia daktari. Unakaa mwenda wazimu juu. Huoni kila mtu anakuambia urudishe vitu juu ya daktari na huko hapa daktari atanindunga. Rudisha vitu za wenyewe, sitaki stress. Sasa niko na binadamu, wewe nyamaza. The love of your life anakuambia urudishe vitu. So rudishe tu mara moja bana. Kiburi ni ya nini? Najua unifurahisha. Hata pia wewe unifurahishi, hata nimeona naitwa Steve. Wewe ujui, hebu muuliza Mama Saron kitu yenye aliona. Ile wakati alikataa daktari akuje. Mimi hiyo sasa kujua. Okay, utajua my friend. Bwana sijui. So mimi msianze kuniambia uliza sijui. Nini sijui. Watu wafupi wote tu akili the same. Wote bana kiburi. Tukosana na wewe bwana. Tukosane, rudisha vitu za wenyewe. Sawa. Hebu Willy na Steve wewe kwanza mambo yako na Sharon. Sidhani hata ninasahau kidogo. Ni sawa, Willy. Rudisha vitu za wenyewe na kupoint. Sawa. Willy tulia, Steve. Tumekuja hapa kusukumana wala kupigana. Tumekuja hapa kwa sababu tunahitaji mzee apata kisio. Na napenda sana huyu ni mzee wa busara. Ananga mambo mengi. Unajua angekuwa mzee mbaya. Hata saa hii hao watu wangekuwa naongea hivyo. Maana angekuwa amewafanyia kitu mbaya sana. Sasa mzee kwa sababu huyo kijana amekataa, bado anakaa ako na kiburi. Na unajua mimi napenda watu wa kiburi kama yeye. Amejaribu kuambiwa na huyu mother-in-law wake ambaye ni wa kujibandika sijui. Amejaribu kuambiwa, amekataa. Maana Mama Sharon mwenye anakumbuka kile kilichomfanyikia. Sasa ikifika hapo ndo tunajaribu kufanya kitu kingine tofauti. Na hatukuwa tunataka kufika hapa. Sasa nakuuliza mzee, kwa sababu kijana amekataa na anasema hawezi rudisha kamwe. Unataka tumfanyie kitu gani? Acha sasa mzee, hii nayo wewe ndio utaamua. Juu kijana amekataa kurudisha, unaweza taka afanyiwe nini? Ulisikia kama nimemuulize. Amuulize Mama Sharon kitu yenye ilifanyika ile wakati alikataa. According to me, mimi nataka tu vitu zangu, lakini kama amekataa unamuuliza kiroho safi. Sasa unamuuliza kiroho safi, si ndio? Wamekuuliza Steve. Wamekuuliza kiroho safi. Anataka tu vitu zake. Ukiwa umemsikia unaweza regesha ama utasema utaleta saa ngapi? Hebu tuambie. Steve, bado umepewa muda. Mimi sina. Hakuna kitu naleta, hivyo ndio jambo wangu. Itabidi tumechukua hatua nyingine. Na mimi sikuwa nataka tufikishane hapa. Unataka afanye kitu gani? Apewe adabu gani? So akikataa tuchape kiboko. Na unajua kiboko yenye tunachapanga. Kiboko. Ajue daktari ako na nguvu. So acha niende. Apata adabu. Sasa Hujaamua ni gani hiyo atafanya? Abadilisha akili yake kidogo, ajikune kidogo, aone hizo vitu zenye yako nazo yafaa rudishie mwenyewe. Hivyo tu. Enda mguze. Ngoja nimuongeleshe mara ya mwisho. Engineer. Wacha engineer. Tumeongea. Usinikaribie. Sisi nimemwambia mwenda wazimu. Si nimekuambia sasa hivi ninaenda kuelekea kwako. Tu nimemwambia sasa hivi na usikiani. Mbona hakuna mtu ananisikiza? Sasa tunaona sasa hivi nakwambia hivyo na Daktari Nimejaribu kumuongelesha lakini mtoto akilia wembe unampa. Tumejaribu kumbembeleza kwa muda mrefu, amekataa kutusikia. Na kama akamuuliza kama atarejesha vitu, amekataa. Na hiyo sifurahi yangu mtu mzee kama huyu akidhulumiwa. Ndio maana nimefika.
na najua ukiniita, najua kuna mtu amenipigia mahali. Sasa hiyo ndio adabu yake. Nataka apate adabu vizuri. Mzapa aende alete ile karatasi. Engineer, please. Sawa. Sasa Si lazima iendelee. Sawa. Hii familia yetu imetosha. Ni bwana yangu na baba yangu mtoto wangu. Family show solve kumrudi huko. ngoja, una feel aje? Ayo, mmenifanyia nini? Una feel aje? Hawanifanyia nini? Si ulisema uogopi daktari. Nani amenifanyia hivi? Babe, sikia. Babe, listen to me. Hiyo karatasi. Sasa nakuahidi kwamba tulianza hii safari na tutamaliza pamoja. Nitahakikisha kuwa umepata kila kitu chako. Simekuahidi, unakumbuka nikikwambia kuwa kazi yangu nafanya kwa hatua, na ulikuwa unasema unataka nikufanyie kwa haraka, nikakwambia haina haja tuharakishe. Ushapata pesa. Sasa hii ni karatasi. Tutahakikisha kuwa kila kitu kiko sawa. Amejifanya mwenye kiburi. Wewe unapiga kelele, tukilia hapa kwanza. Tulia kwanza. Kuna mambo mingi, songeni huko. Tulia kwanza. Hebu mtulie. Mtulie kwanza. Ongea basi na daktari. Sawa. Basi na engineer. Unaona kiburi sahi. Kiburi imemfikisha. Sawa, tulie. Unajua tulikuwa tunamwambia kuwa anatusikia. Wacha kunishike. Hala. Mzee kama mimi hata anaanza kubishana hapa, na mimi sina muda wa kubishana mtu. Mimi nafanyanga kazi kwa matendo. Daktari, kazi yako ni mzuri sasa. Unaona wenye kiburi saa hii. Mimi nimedeal na watu kama hao wengi sana. Hata kiburi yake iko chini kidogo. Ni ukorofi tu amejaza kwa hiyo kichwa. Sasa hiyo anajaribu kunibei na tuliwapea muda waende waongee. Hii maneno wangemwongelesha na huko, mbona walishindwa? Sasa unajua ile time tuliwapea time ndio Tulimwambia. Wewe nyamaza, hata sitaki Bwana hata kunigusa. Ni nini mbana wewe? Wewe wacha kupigana pia nyinyi. Okay, sikiza. Napenda vita kila Na uame kwangu. Wacha kidogo tu, wacha niulize. Wacha niulize huyu. Steve, umekubali kurudisha document? Karudisha. Umekubali? Ndarudisha. Utarudisha? Umenifanyia nini? Ndarudisha. Kuna ngapi hapo? Engineer. Na huyu mtu muache hivyo akae hivyo hata siku mbili. Wewe na wewe unanipiga sana. Sina muda wa kuongea na wewe sasa. Engineer. Mngeniambia hiyo kesi kama Tumeomba tu msamaha. Msamaha Kila kama kitu mrejesha hivi tutarudisha. karatasi. Ila saa hii siwezi sikiza Tunarudisha mtu kila yoyote. kitu daktari. Sina muda wa kuongea na wewe sasa. Engineer, please. Engineer haki, naona mhurumie tu. Naona amekubali hata. Engineer, usikubali. Hawa watu wametutesa sana. Unajua number one, hao watu wanadharau daktari. Secondly, wanaongea kama wanaongea. Yeah, I don't know. So utaiendea hiyo yenye uko nayo sahi? Sahi? Iko ndanda. Wacha engineer wacha ende hiyo doc. Sawa, ngoja Nataka au kijana ajue mamake, bibi yake, sijui mama ya bibi yake, ajue vitu yenye wanafanya vitu mbaya. Ajukuna hata sijafanya. Tumesema pole. Mimi kuna uchungu natafuta na wengine wanaharibu. Tunajua unatafuta na unataka sana. Sahi tafadhali. Because natafuta mali zangu. Huyu akikufa sahi ni baba ya mtoto wangu. Unataka mtoto wa nani? Wangu. Mzee. Wewe ulifundisha. Sawa, tutulie daktari asuluhishe hii maneno. Okay, maana ashakubali kuwa atarejesha hizo vitu. Ni wako na kwa mwandi. Muamuru aende alete hiyo karatasi. Unamwambia aenda akijikuna. Mwambie tu akijikuna. Aende alete hizo karatasi. Mwambie. Unamguza umwambie. Wewe toka hapo kwanza. Si huyu ndio kijana alikataa. Haya.
Jikune kabisa. Mruhusu tu aende, naona hata amejikuna sana. Kwenda kuleta. Mguze tu aende. Mguze aende. Ngoja. Si huyu ni huyu. Hey. Utaziendea saa hii. Ndaziendea naumia. Na mnifanyia endea documents saa hii. mnifanyia nini? Nikwambia nini wewe? Rudisha documents za yenyewe. Bro, endea documents. Sitakwambia kila kitu. Hizi vitu sasa mmeniweka aibu. Kijana alikuwa na kiburi. Wewe nyamaza na wewe. Sawa, kimbia zirudishe. Najua kuna mali anaweza kimbia ati anaenda kujificha. Dawa yake niko naye. Sasa anaenda kikimbia. Baada ya muda kama 30 atakuwa hapa. Na mzee, najua utanishukuru sana. Na najua hata utaniita mahali uniambie daktari. Nashukuru sana na kupongeza, pata kikombe cha chai. Sawa sawa. So kama uko na shida kama hii pia unaweza tafuta daktari ili akusaidie. So na tu muda wote hata ukinipigia simu nitapatikana. Na unaweza kushughulikia mtu mwenye ako mbali. Simfuate huyo mtu wenu basi. Bwana nyamaza, enda tafute mama, hata una baba. Ukipata mtu pia ako na shida kama hiyo, ameshindwa na nini, wewe mpe tu namba, nipigie simu, tutawasiliana tujue vile namsaidia. Hiyo ni sawa sawa. So in case you have any problem unaweza tafuta daktari. So wacha tungoje Steve akuje na document yako.